Katika ulimwengu ambapo nguvu mara nyingi hutiwa urithi, mwanaume mmoja alijenga himaya yake mwenyewe kutoka mwanzo, akiongozwa kikamilifu na azimio na hamu. Hii ndio safari ya Roman Abramovich, mvulana kutoka kona baridi na ya mbali ya Urusi ambaye alikabiliana na bahati zote kufanikiwa kuwa mmoja wa oligarchs wenye ushawishi na mafumbo zaidi duniani. Kutoka katika asili duni hadi kutawala kabisa. Safari ya Abramovich haikuishia tu katika kupanda utajiri, bali ilijionyesha kama hadithi ya kuishi katika enzi ya vurugu, akidhibiti mchezo ambao wachache walielewa. Kutoka kwa kuishi kupitia utenguko wa Umoja wa Kisovieti mpaka kuchukua udhibiti wa sekta zenye faida kubwa nchini Urusi, Abramovich aliboresha himaya na kubadilisha dhana ya kuwa bilionea. Gundua hadithi isiyojulikana sana ya Roman Abramovich, bilionea aliyeanzia kama kitoto kilichosahauliwa hadi kuwa mfalme wa mafuta, chuma na michezo ya Urusi, akijitokeza kutoka mwanzo wa kiasi. Hata hivyo, alikuwa na kitu cha thamani zaidi: akili yenye makali, maono ya kusisimua na azimio lisilolazimika la kusimama. Roman Abramovich alionekana kama mmoja wa oligarchs wanaoonekana kiviashiria, akiunda mali yake katika sekta ya mafuta na alumini. Mpaka mwishoni mwa miaka ya 1990 tayari alikuwa bilionea. Mawasiliano yake na viongozi wa kisiasa yalisaidia mchakato wake katika mandhari yenye changamano ya biashara za Kirusi, ikimpa upatikanaji wa mali ya serikali yenye faida. Walakini, Abramovich hakuishia kwenye biashara. Aliinuka kuwa mtu mwenye ushawishi katika jamii na utamaduni wa Kirusi. Walakini, hii haikutokea ghafla. Kuzaliwa katika umaskini mnamo Oktoba 24, 1966, huko Saratov, kando ya mto Volga, Roman Abramovich alikabiliana na changamoto tangu akiwa mdogo. Alipoteza wazazi wake akiwa bado mdogo sana. Mama yake, Irina, alifariki kutokana na matatizo ya utoaji mimba kabla ya kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa ya kwanza, ikifuatiwa na kifo cha baba yake, Arkady, kwenye ajali ya ujenzi, kumwacha yatima. Abramovich kisha alilelewa na jamaa huko Ukhta, mji wa mbali katika Jamhuri ya Komi. Maisha katika Umoja wa Kisovieti ilikuwa ngumu, hasa katika maeneo ya mbali kama Ukhta, ambapo upungufu wa rasilimali na hali ya hewa kali zilikuwa changamoto za mara kwa mara. Akikuwa chini ya ushawishi wa maadili ya kikomunisti, lakini pia akiongozwa na huruma yake ya biashara kutokana na upungufu, Abramovich alijiunga na chuo kikuu cha ufundi wa magari cha Moshi mwanzoni mwa miaka ya chanpi, wakati Umoja wa Kisovieti ulipokuwa ukipungua. Hata hivyo, masomo hayakuwa ya kutosha kwake, ambaye tayari alikuwa anaona fursa katika ulimwengu uliokuwa ukibadilika. Kwa hivyo, alikubali kutokuwa na uhakika, akichagua njia yenye uwezekano. Uamuzi uliochukuliwa wakati wa nyakati za mwisho za ghasibu za Umoja wa Kisovieti. Wakati Abramovich alikuwa kijana mdogo, mlango wa chuma ulikuwa unachakaa na fursa mpya zenye hatari zilianza kuibuka. Ilikuwa wakati huo wa kutetereka ambapo mabadiliko katika hadithi ya Abramovich yalianza. Mnamo 1939 alianza huduma yake ya kijeshi ya lazima katika jeshi la Kisovieti. Ingawa hakujiunga na jeshi kwa lengo la kufanya kazi ya kudumu, alitumia wakati wake huko kujenga maadili ya kazi, ustadi wa kustahimili na werevu ambao ungekuwa muhimu baadaye. Maisha ya kijeshi ya Sovieti yalikuwa magumu na mara nyingi yanayoweza kuudhi, lakini kwa Abramovich iliwakilisha ardhi yenye rutuba ya kupata ujuzi muhimu ambao ungemsaidia kusonga mbele kwenye ngazi ya viwanda na biashara ya Urusi. Kuanguka kwa muungano wa Kisovieti mnamo 1990 kulifungulia milango wengi, lakini ni wale tu wenye akili kali na ujasiri wa kuchukua hatari wangejikufaidi. Abramovich alikuwa na sifa zote mbili. Muda mfupi baada ya kusambaratika kwa muungano wa Kisovieti, alihama kwenda Moscow, akigundua fursa katika machafuko yanayokuja. Wakati wake ulikuwa umefika.
Mageuzi ya kiuchumi yaliyotangazwa na Mikhail Gorbachev chini ya perestroika yaliruhusu kuibuka kwa makampuni binafsi, na Abramovich akajua jinsi ya kutumia hali hiyo. Kwa uwekezaji mdogo kutoka akiba yake na mikopo midogo, alianza biashara yake, akianza kuuza kwanza bata wa plastiki na bidhaa nyingine za matumizi. Hakukuwa na mjasiriamali mwanzoni. Alikuwa akiongeza juu za vitu vya plastiki barabarani Moscow kama muuza biashara. Lakini huo ulikuwa mwanzo, na katika miaka hii ya mwanzo, Abramovich alijifunza somo ambalo ulimwengu ungelewa hivi karibuni. Mchezo ulikuwa umegeuzwa, na yeyote aliyekuwa tayari kuchukua hatari angeweza kupata mafanikio makubwa. Safari yake ya kwanza, ingawa ilikuwa ya wastani, iliwakilisha mwanzo wa kupanda kwa kiasi kikubwa kwa utajiri na kuingia kwenye ulimwengu wa biashara. Kuanguka kwa muungano wa Kisovieti mnamo 1932 kulikuwa tukio lenye majanga ambayo yalisababisha kusambaratika kwa uchumi wa serikali na kutoa nafasi kwa mandhari mpya iliyofurika fursa na changamoto. Katika muktadha huu, njia mpya ya wafanyabiashara wa Urusi, oligarchs, ilijitokeza. Ili kuelewa maana halisi ya neno hili, ni muhimu kuonyesha kuwa oligarchs ni watu wenye utajiri mkubwa ambao wanamiliki ushawishi wa kisiasa muhimu, hasa katika sekta muhimu kwa uchumi wa nchi. Ingawa oligarchs wapo katika nchi nyingi, oligarchs wa Urusi wamepata umaarufu kwa kukusanya utajiri haraka na kuwa karibu na mamlaka ya kisiasa. Wengi wao walipata mali na rasilimali za serikali kwa njia polepole wakati wa kipindi cha mpito cha Urusi kuingia katika mfumo wa kapitali. Kuwa oligarki kunahitaji ustadi wa kupita katika wavu ya nguvu, fursa na ukatili, changamoto ambayo Roman Abramovich alikuwa tayari kukabiliana nayo bila mengi kuidhuru. Ilikuwa katika muktadha huu uliokuwa na kuanguka kwa ukomunisti na kupanda kwa utaratibu mpya wa kibepari, ambapo kizazi kipya cha wanaume wenye ushawishi waliokuwa wanaitwa oligarki kilijitokeza. Watu hawa waliona fursa kati ya vifusi, na ingawa bado hakuwa jina lililojulikana sana, Roman Abramovich alikuwa miongoni mwa wao. Wakati wa utumishi wake mfupi katika jeshi la Kisovieti, Abramovich anasemekana aliboresha ustadi wake wa biashara kwa kufanya biashara ya petroli iliyoporwa, akijipatia hivyo uzoefu katika uchumi wa kificho na kanuni za msingi za biashara katika hali ngumu. Baada ya utumishi wake wa kijeshi, mwanzoni aliingia katika chuo kikuu huko Moscow, lakini alijiuzulu haraka kutokuza katika ulimwengu wa biashara. Na kuanguka kwa muungano wa Kisovieti mnamo 1991, fursa na changamoto za kipekee ziliibuka, kwani sheria zilizohusika za ubinafsishaji zilikoleza vikwazo na kuunda soko kubwa, mara nyingine chenye machafuko, ambapo shughuli za biashara za kibinafsi zilikuwa zinawezekana. Mnamo 1927, hatua ya kwanza ya biashara ya Abramovich ilikuwa kuuza bata wachanga na vipande vya plastiki. Hivi ndivyo safari ya biashara ya mfanyabiashara huyu tajiri wa mafuta ilianza, kwa kuuza vipande vya plastiki. Kwa mtaji wa awali wa kiasi kidogo, yeye na mkewe wakati huo, Olga, walizindua kampuni ndogo ya michezo ya plastiki katika ghorofa ya huko Moscow. Licha ya masaa marefu ya kazi, ukosefu wa uzoefu katika utengenezaji wa awali na soko lenye mizunguko, biashara ya michezo ya Abramovich ilikuwa kwa kiwango thabiti, ikitoa mapato ya kiasi cha wastani lakini thabiti, na kufundisha msingi muhimu wa biashara kama minyororo ya usambazaji, mahitaji ya wateja na mikakati ya bei. Michezo ya watoto ilikuwa mwanzo tu. Kutambua mapengo katika soko, Abramovich aliongeza uwekezaji wake kwa bidhaa zingine kama vile manukato na dawa za kuharufu za nembo mashuhuri, akichukua faida ya mtandao wake unaokuwa wa mawasiliano. Shughuli hizi mpya zilimpa ufahamu juu ya kinetics ya mahitaji na kumruhusu kuchunguza uhusiano wake katika mizunguko inayoibuka ya kibepari ya Moscow.
akikabiliana na vizingiti vingi kama mfanyabiashara katika miaka ya kwanza ya kipindi cha mpito wa kiuchumi nchini Urusi. Mipango ya usafirishaji, kutokuwa imara kwa mitandao ya uzalishaji na usambazaji, na haja ya kuwa na uhusiano imara wa kienyeji au rushwa ili kuhakikisha ufanisi zalikuwa sehemu ya taswira. Abramovich alikiri, hata hivyo, kwamba alitumia rushwa na kuwa na mawasiliano na mafia ili kuchochea biashara yake mwanzoni. Safari yake kuelekea mali ya bilioni baada ya enzi ya Kisovieti ilikuwa na changamoto nyingi, lakini pia fursa nyingi. Baada ya serikali kuweka mali ya umma kwenye binafsi, wajasiriamali chipukizi kama Abramovich walipata hisa katika mali za zamani za uchumi wa Kisovieti. Na moja ya mali hizo itabadilisha kabisa hatima ya Abramovich: mafuta. Hilo lilikuwa tukio muhimu katika maisha ya mfanyabiashara kijana, ingawa kulihusisha kuchukua hatari kubwa na deni. Baadaye hii ilimgeuza kuwa milionea kwa kushirikiana na Boris Berezovsky na kufunga mkataba mkubwa. Maisha yao yalibadilishwa kabisa, wakiwa wanageuka kuwa mabilionea wenye ushawishi mkubwa. Hata hivyo, Boris Berezovsky tayari alikuwa na sifa kama mfanyabiashara na ushawishi mkubwa katika mizunguko ya kisiasa na kiuchumi ya Urusi. Mpaka mwanzo wa miaka ya 1990 alikuwa amepata utajiri na kuwa na uhusiano wenye nguvu, ikiwa ni pamoja na uhusiano na rais wa Urusi Boris Yeltsin. Ushawishi wa Berezovsky ulikuwa hasa mkali ndani ya Kremlin, ukimruhusu kusaidia watu binafsi na sera ambazo zilinufaisha biashara zake. Abramovich, akiwa mdogo zaidi na asiye na uhusiano wa kisiasa kwa kiasi kikubwa wakati huo, alitambulishwa kwa Berezovsky kupitia msimamizi wa pamoja. Kuvutiwa na ujanja wa biashara wa Abramovich, Berezovsky alimkaribisha. Walianzisha uhusiano uliokuwa na manufaa kwa pande zote mbili mwanzoni. Berezovsky alitoa ufikiaji wa kisiasa na msaada, wakati Abramovich alitoa mchango wake kwenye ukuaji wa biashara na uhusiano katika sekta ya mafuta. Mkakati mkuu wao wa kwanza wa pamoja, na moja ya biashara zilizotambulisha enzi ya oligarchs wa Urusi, ilikuwa ununuzi wa Sibneft, kampuni ya mafuta ya Urusi. Biashara hii inaonyesha mchakato wa ubinafsishaji kupitia mikopo nchini Urusi miaka ya 1990, ambapo mali za serikali zilikuwa zikinunuliwa na wawekezaji binafsi kwa sehemu ndogo ya thamani ya uhalisi. Mwaka 1995, chini ya ushawishi wa kisiasa wa Berezovsky na ujanja wa kifedha wa Abramovich, walifanikiwa kupata hisa kubwa katika Sibneft kwa takriban dola za Kimarekani milioni santos, licha ya kampuni hiyo kuwa na thamani ya mabilioni. Biashara hii iliimarisha nafasi zao kama oligarchs wenye ushawishi katika sekta ya mafuta. Abramovich alikuwa akicheza jukumu muhimu katika shughuli za kila siku na upanuzi wa Sibneft, wakati Berezovsky alikuwa akihusika zaidi katika usaidizi wa kisiasa na wa vyombo vya habari. Ushirikiano huu uliwawezesha Abramovich kupata utajiri mkubwa kwa haraka, na Sibneft ingekuwa mojawapo ya kampuni kubwa za mafuta nchini Urusi, ikitia thamani yake mara kadhaa. Sibneft iliguzwa haraka kuwa moja ya wazalishaji muhimu zaidi wa mafuta nchini Urusi, ikifanya mchango wa Abramovich kuwa na thamani ya mabilioni. Hata hivyo, ushirikiano wao ulikuwa msingi wa makubaliano ya kibinafsi badala ya mikataba rasmi ya kisheria, ambayo baadaye ingekuwa swali la utata. Pamoja na shughuli zao katika sekta ya mafuta, Abramovich aliongeza uwekezaji katika sekta ya metali, akifanya uwekezaji mkubwa katika alumini. Aliingia katika sekta ya alumini ya Urusi wakati wa vita vya aluminium katikati ya miaka ya 1970, kipindi cha ushindani mkali na migogoro juu ya rasilimali za thamani. Hatimaye alishirikiana na Oleg Deripaska Kunda Rusal, ambayo ingekuwa mojawapo ya wazalishaji wakubwa zaidi wa alumini duniani.
Baadaye, Abramovich aliuza hisa yake katika Rusal kwa faida kubwa kuongeza utajiri wake. Kando na hayo, alionyesha ustadi wa kuondoka kwenye uwekezaji wakati unaofaa. Mwaka 2005 aliuzwa hisa yake ya 72.7% katika Sibneft kwa kampuni kubwa ya gesi ya serikali ya Urusi Gazprom kwa takriban dola bilioni 13. Hii ilikuwa mojawapo ya biashara kubwa zaidi katika historia ya Urusi wakati huo, ikithibitisha hadhi ya bilionea ya Abramovich. Wekezaji mkakati katika mafuta, aluminium na viwanda vingine vimeunda mabadiliko tangu miaka yake ya mwanzo kama mfanya biashara wa kiwango kidogo, ikimweka katika viwango vya juu vya tabaka jipya la wafanyabiashara wa Urusi. Walakini, mafanikio haya hayakuja bila changamoto, akikabiliana na changamoto za kisheria na kisiasa katika kusimamisha mali zake. Uhusiano kati ya Berezovsky na Abramovich ulianza kuharibika mwanzoni mwa miaka ya 2000. Kupanda kwa Vladimir Putin kwenye madaraka kuliongoza kwa maguzi mapya ya kupunguza ushawishi wa kisiasa wa oligarchs. Kauli wazi za Berezovsky dhidi ya Putin zilimweka kwenye vita na Kremlin, hatimaye kumpelekea kukimbilia Uingereza ambapo aliishi uhamishoni. Kwa upande mwingine, Abramovich alifanikiwa kudumisha ushawishi wake nchini Urusi kwa kujipambanua zaidi na serikali ya Putin na kuepuka kuingia moja kwa moja katika siasa. Berezovsky alihisi kuwa Abramovich alimuasi kwa kukataa kumuunga mkono katika upinzani wake dhidi ya Putin na kumshinikiza kuuza hisa zake katika makampuni yao pamoja kwa sehemu ndogo ya thamani yake. Lidai kuwa alilazimishwa kuuza hisa zake za Sibneft kwa Abramovich chini ya vitisho kwa thamani iliyokuwa ya chini sana. Wakati Abramovich alikanusha tuhuma hii, akisisitiza kwamba Berezovsky alilipwa kwa haki tu. Mwaka wa 2009, Berezovsky alifungua kesi dhidi ya Abramovich katika mahakama kuu ya Uingereza akitafuta zaidi ya $10 bilioni kama fidia, akimtuhumu Abramovich kwa vitisho na kuvunja imani. Berezovsky alidai kuwa alidanganyiwa na Abramovich kuhusu faida halali za Sibneft. Kwa upande wake, Abramovich alidai kuwa Berezovsky kamwe hakuwa mmiliki halali wa Sibneft, bali alikuwa mkombozi wa kisiasa ambaye alikuwa akipokea msaada wa kifedha kwa msaada wa kisiasa. Kesi iliyofanyika mwaka wa 2000 ilikuwa moja ya kesi kubwa na ghali zaidi katika historia ya Uingereza, ikidumu kwa miezi kadhaa na kuchunguza kwa kina ulimwengu wa giza wa oligarchs wa Urusi. Kesi ilimalizika kwa faida ya Abramovich na mahakama ikihitimisha kwamba Berezovsky hakuwa ameshikilia ushahidi wa kutosha wa umiliki na kwamba vitendo vya Abramovich havikuwa vya kisheria. Kichapo cha kisheria kilikuwa pigo kubwa kwa Berezovsky ambaye tayari alikabiliana na matatizo ya kifedha. Mwaka wa 2010 alipatikana amekufa katika mazingira ya kutatanisha nyumbani kwake nchini Uingereza, na uchunguzi rasmi ukitoa uamuzi wazi. Wakati huo, Abramovich aliendelea kufanikiwa kama mfanya biashara, akiondoka katika asili ya kawaida kwenda utajiri katika sekta ya metali. Aliweza kuhifadhi na kuongeza utajiri wake, ikiwa ni pamoja na uwekezaji wake mkubwa katika klabu ya soka ya Chelsea ya Uingereza, maisha kama bilionea wa kimataifa. Kupitia biashara katika sekta ya mafuta na uwekezaji mkakati, alipanda kutoka yatima hadi bilionea tajiri. Pamoja na utajiri wake mwingi, alibaki kukua sana asiyejulikana magharibi hadi alipotilia maana ni klabu ya soka ya Chelsea, ambayo wakati huo ilikuwa klabu yenye historia tajiri, lakini ilikuwa katika kuporomoka kwa upande wa kifedha. Chelsea hawakuwa wametwaa ligi ya England tangu mwaka 1955 na walikuwa wameepuka kufilisika kwa mpigo. Walihitaji mwokozi. Abramovich aliona fursa hiyo na hakuitupilia mbali. Mwaka wa 2010, Abramovich aliwashangaza ulimwengu wa michezo kwa kununua klabu ya soka ya Chelsea kwa takribani pauni milioni 140.
Wakati huo, Chelsea hawakuwa na sifa ya Ulaya wanayo leo, na Abramovich aliona nafasi sio tu ya kuvunja dokeza uwekezaji wake, lakini pia kufanya tamko la kishujaa katika medani ya kimataifa. Ununuzi wa Roman Abramovich haukuwa mdogo kwa uwanjani tu. Hili lilikuwa suala la hadhi, ushawishi na hamu. Hakukuwa na kitu kama hicho kilichowahi kushuhudiwa kabla. Alikuwa tayari kuwekeza kwa wingi na bila masharti, kitu ambacho hakijawahi kutokea katika soka la Uingereza kwa kiwango hicho. Ukarabati huu haukuwakilisha tu uamuzi wa kawaida wa biashara. Ilikuwa ni ubunifu katika uwanja wa michezo. Abramovich alikuwa mmoja wa mabilionea wa kwanza kutoka nje kuwa mmiliki wa klabu kubwa ya soka Ulaya, akianzisha kielelezo ambacho kingebadilisha mchezo milele. Kwa Chelsea, kuwasili kwake kulimaanisha mwanzo wa enzi mpya. Kuingilia kwake hakukuwa tu kwa lengo la kununua klabu. Abramovich alihangaikia mafanikio na haraka. Ndani ya miezi michache alikuwa amewekeza zaidi ya 100 milioni, akisaini vipaji vikubwa kutoka Ulaya nzima na kuunda kikosi ambacho kingegeuza Chelsea kuwa nguvu ya Uingereza na Ulaya. Kwa mara ya kwanza, miliki wa klabu alikuwa anabadilisha mchezo kwa kiwango kisicho na mifano. Mbinu ya Abramovich haikuwa tu ya kuvuruga, ilikuwa ni mapinduzi. Kuwasili kwake kulikuwa mwanzo wa enzi ambapo mabilionea wangerekebisha mchezo wa soka milele. Uwezekano wa Abramovich haukuwa na kikomo. Chini ya umiliki wake, Chelsea ilivunja rekodi za uhamisho, ikisaini wachezaji wa daraja la juu na kuwaleta makocha kama Jose Mourinho, ambaye aligeuza fikra ya timu. Mwaka wa 2000, Abramovich aliingiza matunda ya uwekezaji wake wakati Chelsea ilishinda kombe la ligi kuu. Chini ya uongozi wa kocha Jose Mourinho, utamaduni mpya wa ubora, uthabiti na uwezekano ulikuwa umezaliwa. Lakini mafanikio hayakusimama hapo. Matokeo yalikuwa ya papo hapo. Baada ya Chelsea kunyakua taji lake la kwanza la ligi kuu baada ya miaka 50, ilifuatiwa na vikombe vingine kadhaa pia, ikiwa ni pamoja na taji 5 la ligi kuu, kombe la FA mara 5, na kwa kipekee taji lililopatikana kwa shida la ligi ya mabingwa wa UEFA. Mwaka wa 2000, Abramovich hatimaye alifikia kilele cha soka la Ulaya. Baada ya miaka ya huzuni, Chelsea ilinyanyua kombe la ligi ya mabingwa wa UEFA huko Munich, ikitekeleza ndoto ya Abramovich na kusimika urithi wake katika historia ya soka. Na kwa Roman Abramovich, kushinda ilikuwa si tu lengo, ilikuwa chaguo pekee. Kwa mashabiki wa Chelsea, Abramovich aligeuka kuwa aina fulani ya shujaa. Kwake, Chelsea iliwakilisha zaidi ya uwekezaji. Ilikuwa ni shauku ya kibinafsi, njia yake ya kuacha alama katika eneo la kimataifa na jibu lake kwa wale waliomkana. Akizaliwa katika majira makali ya baridi ya Urusi ya Kisovi, mke wake wa pili alikuwa Irina, ambaye alikuwa msimamizi wa ndege ya Aeroflot, na naye walioana mwaka wa 1991 na wakazaa watoto 5 pamoja: Arkady, Sofia, Ilya, Irina na Lia. Baada ya zaidi ya mwongo mmoja, ndoa ilifikia mwisho mwaka wa 2007 na kutengana kwao kuliripotiwa kuwa ni kwa amani. Irina alidaiwa kupokea makubaliano makubwa baada ya talaka, ikiwa ni pamoja na kiasi kikubwa cha pesa na mali kadhaa. Mke wa tatu na wa sasa wa Abramovich ni Daria Zhukova, mwanamitindo wa kijamii wa Kirusi na mwanakusanyaji wa sanaa, ambaye aliye naye 2008 na wakazaa watoto 2, Aaron Alexander na Lia. Zhukova anajulikana kwa ushiriki wake katika eneo la sanaa ya kisasa na kwa ushirikiano wake na Garage Museum of Contemporary Art huko Moscow. Ingawa mahusiano yao yalidumu hadi mwaka wa 2017 walipotangaza kutengana, walibaki kushirikiana kwa namna ya kiungwana, hasa kwa faida ya watoto, na waliendelea kushirikiana pamoja. Abramovich anafahamika kwa kuweka maisha yake ya kifamilia kwa siri,
Ingawa yeye ni mwenye upendo mkubwa kwa watoto wake, utajiri wake na umaarufu kwa hakika umehakikisha maisha ya anasa kwa familia yake, lakini pia amejitahidi katika elimu yao. Watoto wake walilelewa katika taasisi mashuhuri, hizo zikiwa nchini Urusi na nje ya nchi, na ushawishi wa Abramovich katika ulimwengu wa sanaa, hasa kupitia mke wake Daria Zhukova, pia ulichangia katika kuleta mafunzo yao kwa jamii ya juu na mandhari ya kimataifa ya sanaa. Mtu mwenye utajiri mkubwa, Abramovich haishi tu, bali anaishi kwa anasa isiyoweza linganishwa. Portfolio yake ya mali inafanana na mwongozo wa maeneo yanayotamaniwa zaidi duniani. Nyumba yake ya pauni milioni 140 huko London, iliyoko katika eneo lenye sifa ya Kensington Palace Gardens na mara kwa mara huitwa Millionaires Row, ndio nyumba inayoangaziwa. Kizani hii kubwa ina vipengele vya kifahari kama sinema ya kibinafsi, bwawa la kuogelea lililofunikwa na garaji ya chini ya ardhi, ikifanya iwe moja ya makazi ya kibinafsi ghali zaidi nchini Uingereza. Pia Abramovich anamiliki mali nyingi huko Ufaransa, ikiwa ni pamoja na kasri kwenye Riviera ya Ufaransa, ambapo kawaida hupitisha sehemu kubwa ya muda wake. Pamoja na maoni ya kuvutia ya bahari ya Mediterranea, kizani hiki pia kinajumuisha bustani zenye kupendeza na miundo yenye thamani kubwa ya kihistoria. Nje ya Ulaya, Abramovich ana makazi huko Marekani, hasa huko New York. Nyumba yake kwenye Upper East Side ya Manhattan, iliyonunuliwa kwa dola milioni 70, inachukuliwa kama mojawapo ya manunuzi yake ya alama nchini Marekani. Anamiliki mali nyingi nchini Urusi, ikiwa ni pamoja na dacha ya kifahari katika eneo la Moscow. Lakini ushawishi wake unakita mizizi duniani kote, na uwekezaji wa mali isiyohamishika unavyoanzia pwani ya kuvutia ya Monaco hadi milima ya Italia. Katika mtazamo wake, kila makazi ni pango na kila ununuzi unawakilisha maonyesho ya utajiri na nguvu. Anajulikana kwa upendo wake kwa mashua za kifahari. Abramovich anamiliki makusanyiko wa kuvutia unaojumuisha baadhi ya meli za kupendeza zaidi kuwahi kujengwa. Akionekana katika orodha hii kubwa ni Eclipse, kito cha taji cha meli yake. Ikiwa na urefu wa karibu futi 3, Eclipse inavuka ufafanuzi wa mashua, ikiwa ni jumba la kifahari lililowekwa na mabwawa mengi ya kuogelea, chumba cha kucheza disco na hata mfumo wa kujilinda dhidi ya makombora. Ndio, mfumo wa kujilinda dhidi ya makombora. Kwa thamani ya zaidi ya 1 bilioni, Eclipse inawakilisha mtindo usio na kikomo wa Abramovich kwa anasa. Kila maelezo imepangwa kwa umakini wa hali ya juu, bila uchumi. Inasemekana kwamba meli hii inaweza kuwa na zaidi ya wafanyakazi 70, ina spa kamili na hata ina msumeno wa kibinafsi, ikitoa kiwango cha juu cha faragha na faraja. Mbali na meli zake, Abramovich ana safu ya ndege za kibinafsi, akijiruhusu safari zenye anasa na faraja kama mtindo wake wa maisha. Kati yao inajulikana ndege ya Boeing 767-300ER inayoitwa Bandit, ambayo inafanana na jumba la angani halisi. Iliyobinafsishwa sana, ndege hii ina nafasi ya ndani yenye anasa na vyumba vingi, eneo la chakula, ukumbi mkubwa wa mikutano na hata bafu la ukubwa wa kawaida. Ubunifu wa ndani umepangwa kulingana na mtindo wa maisha wake, ukiwapatia sehemu maalum za kupumzika, mikutano na burudani. Gulfstream G650 inayojulikana kwa kuwa moja ya ndege za kibinafsi zenye kasi kubwa zaidi, pia ikiwapatia anasa pamoja na viti rahisi na nafasi kubwa ya kufanyia kazi au kupumzika kwa faragha. Hata hivyo, wingi wa utajiri na anasa mara nyingi husababisha shida na uchunguzi wa kisheria. Kwa njia ile ile, utajiri na miradi ya Abramovich mara nyingi husababisha uchunguzi wa kisheria, hasa linapokuja suala la uwazi wa shughuli zake za biashara na mbinu zinazotumiwa kukusanya utajiri wake. Ununuzi wa kampuni ya mafuta ya Sibneft na Abramovich katika miaka ya Smanpool
mara nyingi huchukuliwa kuwa una utata, ikijumuisha madai ya kuhusika katika mchakato wa ubinafsishaji mpana zaidi uliogubikwa na rushwa na udanganyifu wa mali za serikali. Wakosoa wanadai kwamba kupanda kwake kwa utajiri ulifanikishwa kupitia ukaribu wake na serikali ya Urusi na daraja la kisiasa. Miongoni mwa lawama za mara kwa Abramovich ni uhusiano wake uliodaiwa na Vladimir Putin. Inasemekana kwamba Abramovich ni miongoni mwa watu matajiri zaidi nchini Urusi kutokana na uwezo wake wa kudumisha uhusiano mzuri na Kremlin. Wapingaji wanadai kwamba alinufaika kutokana na msaada wa serikali na matibabu maalum katika biashara zake, ikiwa ni pamoja na kupitia makubaliano ya mafuta na gesi ya serikali. Ingawa Abramovich anakataa kuingiliwa kisiasa kwa njia isiyo halali, uhusiano wake na watu wenye ushawishi nchini Urusi unaendelea kuwa kitovu cha utata. Baada ya uvamizi wa Urusi wa Ukraine mwezi Februari 2022, Abramovich akawa kitovu cha tahadhari kimataifa. Serikali za Magharibi kama vile EU, Uingereza na Marekani ziliwekea vikwazo kujibu vitendo vya Urusi kama sehemu ya juhudi kubwa inayolenga watu wenye mahusiano na Kremlin. Mwezi Machi 2022, baada ya uvamizi, serikali ya Uingereza iliamua kuganda mali na kupiga marufuku usafiri kwa Abramovich, ikimtaja kuwa karibu na Putin kama sababu kuu. Mali zake, ikiwa ni pamoja na Chelsea FC, ziligandishwa na akazuiliwa kuuza klabu hiyo. EU na Marekani pia waliwekea vikwazo sawa, vikizuia uwezo wake wa kufikia mali nje ya nchi. Zaidi ya hayo, mali zake, ikiwa ni pamoja na uwekezaji muhimu katika sekta mbalimbali kama nishati, uchimbaji madini na mali isiyohamishika, pia zilikuwa lengo la vikwazo. Sehemu ya hatua hizo, Abramovich alilazimishwa kuuza Chelsea FC. Awali alijaribu kuhama umiliki wa klabu kwenda kwa kikundi kinachongozwa na Todd Boehly, mwekezaji wa Marekani, kwa karibu paundi bilioni 40. Mkataba ulikamilishwa mwezi Mei 2022, ukiashiria kumalizika kwa utawala wa takriban miaka miwili ya Abramovich kwenye klabu. Pamoja na kampuni yake ya uwekezaji Millhouse Capital, mali za Abramovich zina hisa katika makampuni kama Ivras, mwekezaji muhimu katika sekta ya chuma nchini Urusi, na safu ya trusts na holdings zenye zinazohusiana na utajiri wake. Mwaka 2022, muda mfupi kabla ya vikwazo kuwekwa, Abramovich alitumia utandawazi wa makampuni kujikwamua na mali kadhaa, ikiwa ni pamoja na hisa muhimu katika injini ya utafutaji wa Urusi ya Yandex. Nyaraka zilizovuja pia zilifichua mali mbalimbali ambazo tajiri wa Urusi aliyewekewa vikwazo, Roman Abramovich, hakuwa amefichua hapo awali. Mbali na majahazi 6 yenye thamani ya angalau dola bilioni 1 ambayo tayari yalikuwa yakijulikana na umma, nyaraka hizo zilizotolewa kwa mradi wa ripoti kuhusu uhalifu wa kimafia na rushwa na washirika wake, ikiwa ni pamoja na Forbes, zinaonyesha kuwa Abramovich anamiliki angalau majahazi mengine 10 na meli kupitia makampuni ya nje na trusts. Nyaraka hizi zilizofichuliwa zinafunua pia kuwa Abramovich ni mmiliki wa jahazi la mkondo la futi, gari la chapa ya Blue Game linaloitwa Umbra A, lenye thamani ya karibu dola milioni 3 kulingana na ripoti ya mwaka 2017, pamoja na meli 8 zaidi za msaada. Kulingana na maafisa wa tathmini ya yachts wa thamani ya meli, yacht ya miguu Apandleni yenye thamani kubwa kati ya yachts ambayo hapo awali hazijatajwa, na thamani iliyokadiriwa ni dola za Marekani milioni 3. Baada ya vikwazo kuwekwa, Abramovich amekuwa akijitahidi kuuza mali zake mbalimbali. Yake yacht ya kifahari Eclipse ilikuwa hivi karibuni imefujishwa mahali tofauti, lakini hatimaye iliondoka maji ya Ulaya, ikionyesha juhudi zake za kulinda mali zake za kifahari, licha ya jitihada zake za kibinadamu kama michango kwa hospitali za watoto,
programu za elimu na sanaa. Urithi wa Abramovich unanuka kutokana na maswali kuhusu asili ya utajiri wake na uhusiano wake wa kisiasa. Vikwazo na mashtaka vimeendelea kuchunguza biashara zake za kifedha, ikirusha kivuli juu ya urithi wake. Abramovich anaendelea kukabiliana na changamoto za kisheria katika mahakama za Urusi na kimataifa. Wakati vikwazo vikiendelea, mazungumzo yanafanyika kuhusu hatima ya mali zake zilizosalia na ikiwa ataweza kurejesha sehemu ya utajiri wake au ushawishi. Licha ya utata unaomzunguka, hasa kuhusiana na uhusiano wake na serikali ya Urusi na masuala kuhusu utajiri wake, ushawishi wa Abramovich katika biashara na ulimwengu wa michezo hauwezi kupuzwa. Maisha yake ya kibinafsi yenye utata na ndoa na watoto kadhaa yameongeza tusiri kwa taswira mbalimbali ya mmoja wa mabilionea wakali zaidi duniani. Hata hivyo, safari yake kutoka utoto yatima katika mji wa mbali hadi kuwa mfanyabiashara mkubwa wa kimataifa bado ni hadithi ya kuvutia na ya kusisimua ya tamaa na uthabiti. Ukipenda video hii, angalia kadi nyingine kwenye skrini yako kwa zaidi.